Naam, hii inaitwa back to back kwa upande wa Simba Sport Club. Na kama tunavyofahamu, leo hii tena Simba Sport Club wanashuka dimbani kwa mara nyingine tena kukiwasha tena dhidi ya Pamba. Ni moja kati ya mechi ambayo klabu ya Simba bado inahitaji kupata pointi 3 ambazo zitakuwa ni muhimu zaidi ili kujiweka katika eneo zuri zaidi katika upande wa kusaka ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Na ndani ya msimu huu tunafahamu ratiba ni ngumu, lakini kwa upande wa wachezaji wanapambana na wanatazama namna gani ambavyo wataweza kwenda mbali zaidi kwa ajili ya kupambania ubingwa kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Na kwa uzoefu wa mwalimu Fadlu Davis, leo hii anatarajiwa kuja na mabadiliko machache kwenye kikosi chake tofauti na wachezaji ambao walianza kucheza kwenye mchezo wao uliopita dhidi ya JKT Tanzania. Sasa twende tutazame moja kwa moja kwa uzoefu wa mwalimu anavyotarajiwa kupanga kikosi kwa upande wa klabu ya Simba Sport Club. Lakini kabla sija kutajia kikosi ambacho kinatarajiwa kupangwa na mwalimu Fadlu Davis, nikukumbusha tu kwa wewe ambaye hajawahi kusubscribe, hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, basi nikuombe fanya kusubscribe, ku like, ku share bila kusahau ku comment maoni yako katika eneo la comments ili tuweze kwenda pamoja siku zote. Mimi ni Ibrahim Mohamed. Karibu tuweze kwenda pamoja kukiangazia kikosi kwa uzoefu wa mwalimu Fadlu Davis, namna ambavyo anatarajiwa kupanga kikosi ili kutafuta pointi 3 ambazo zitaiweka katika eneo zuri zaidi klabu ya Simba Sport Club. Kwa upande wa golini anatarajiwa kuwepo Ali Salim. Tunafahamu kwa upande wa Ali Salim amekuwa si golikipa ambaye huwa anapata nafasi ya kwanza mara kwa mara, lakini kwa wakati huu ambapo Musa Kamara amepata majeraha, Fadlu Davis amempa nafasi Ali Salim anatarajiwa kuwa golikipa ambaye atakuwa ni chanzo cha mashambulizi, lakini pia kupiga mipira mirefu kulingana na kile ambacho mwalimu atakuwa anakitazama kwa upande wake. Lakini pia kwa upande wa beki pembeni kulia anatarajiwa kuwepo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Kapombe tunafahamu ni mahiri na ana uzoefu, lakini pia anatarajiwa kushambulia na kurudi kwa haraka ili kusaidia mabeki wa katikati, kwa sababu Kagoma ndiye anatarajiwa kucheza kwenye eneo hilo la ulinzi. Kwa hiyo mwalimu anatarajiwa kuona namna gani atakuwa akilinda kwenye maeneo tofauti kulingana na aina ya mchezo utakavyokuwa. Moja kwa moja Mohamed Hussein anatarajiwa kusimama kwenye eneo la beki kushoto. Kwa upande wa Hussein tunafahamu ana uwezo mzuri wa kupiga cross, lakini pia ana uwezo mzuri wa kuunganisha winga wake anayecheza kwenye eneo lake. Hivyo ni mchezaji ambaye anatarajiwa kucheza kwa umakini wa hali ya juu katika eneo lake hilo. Na mechi iliyopita alianzia bench, lakini mchezo huu mwalimu Fadlu Davis ameamua kumrejesha kunako kikosi. Kwa upande wa beki wa katikati anatarajiwa kuwepo Abdulrazak Hamza. Kwa upande wa Hamza tunafahamu ni beki ambaye anapaswa kuwa kiongozi kwenye safu ya ulinzi, huku mwalimu Fadlu Davis akimtegemea kuwa ndiye mpangaji katika eneo la katikati, akiwaelekeza mabeki wote watakaokuwa wakicheza kwenye eneo hilo. Katika eneo hilo anatarajiwa kusaidiana na Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu kuwa ni kiungo asilia, lakini pia katika eneo hilo anatarajiwa kusaidizana na Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu kuwa ni kiungo asilia, lakini kwa upande wa mwalimu Fadlu atamlazimisha acheze katika eneo la beki, wakati kutokana na nidhamu yake ya juu moja kwa moja, hivyo itampasa kuepuka makosa kulingana na eneo ambalo atakuwa anacheza. Kwa upande wa juu anatarajiwa kuwepo Fabrice Ngoma kwenye eneo la kiungo mkabaji. Tunafahamu kwa upande wa Ngoma atakuwa analinda safu ya mabeki, lakini pia akisaidizana na Yusuf Kagoma akiangalia pengo lolote kwa eneo la ulinzi. Lakini pia Debra Fernandez Mavombo anatarajiwa kusimama kwenye eneo hilo kusaidizana na Fabrice Ngoma, lakini anatarajiwa kuwa kama mchezeshaji wachezaji ambao wapo pembeni akitengeneza nafasi, lakini pia akilinda kwenye eneo hilo la katikati kuwa na uimara wa hali ya juu. Wakati huo Jean Charles Ahoua anatarajiwa kusimama kwenye kiungo wa juu, yani kiungo mshambuliaji. Kwa upande wa Ahoua anatarajiwa kuwa ni
atakuwa na jukumu la kupiga pass za mwisho kwa upande wa washambuliaji, lakini pia kutumia mipira iliyokufa. Wakati huo Joshua Mutale ataanzia kwenye eneo la kulia. Kwa upande wa Mutale tunafahamu ni mchezaji ambaye ana kasi, mwenye uwezo wa kufungua uwanja, lakini pia mwenye uwezo wa kuingia ndani na kuweza kupiga. Atakuwa silaha kali na kubwa zaidi kwenye eneo la kushambulia. Lakini pia wakati huo Elie Mpanzu atakuwa akitokea kwenye eneo la kushoto. Mpanzu pamoja na Joshua Mutale watakuwa wakibadilishana. Mpanzu atakuwa yuko huru katika kufanya maamuzi haraka kwa kutumia mtindo wake ambao umekuwa ni hatari zaidi kwa wachezaji wengine. Lakini pia eneo la ushambuliaji yupo Leonard Ateba Mbida. Kwa upande wa Ateba Mbida, yeye ndo anatarajiwa kuwa target man, ambapo mwalimu atamtumia kusimama katikati ya mabeki wa Pamba kwa kutumia nguvu zake zote ili kuweza kufunga, pamoja na kutumia cross zote ambazo watakuwa wanapiga mabeki wa pembeni pamoja na pasi za mwisho. Yeye ndiye ambaye itakuwa ni kazi yake. Mfumo unaotarajiwa kutumia kwa upande wa Simba Sport Club ni mfumo wa 4-2-3-1 kulingana na mchezo utakapokuwa dhidi ya Pamba. Mimi ni Ibrahim Mohamed.